Wakati uliopita tuliona ya kuwa Babeli ilianza baada ya gharika, wakati wa kuujenga mnara wa Babeli kinyume na mapenzi ya Mungu kwa kiburi cha mwanadamu, ili sheria ya Mungu ya kutawanyika nchini pote isije ikafuatwa. Na baada ya Mungu kutujulisha mambo mengi kuhusu Babeli ya kimwili, tunakuja sasa ili tuone Babeli ya kiroho nayo ilikuwaje. Kumbuka ya kwamba tunapojifunza namna gani huyu mwanamke kahaba anafananishwa na Babeli, tulitakiwa kwanza kuona Babeli ya zamani, Babeli ya kimwili, namna gani ilivyoanza, namna gani ilivyomalizika, na namna gani Babeli ya kiroho nayo itakuwa na ni vipi itakavyomalizika. Kumbuka ya kwamba Babeli ya kimwili ilimalizika, ilianguka kwa kukaushwa kwa mto Frati. Vile vile huyu Babeli wa kiroho naye atamalizika tu naye kwa kukaushwa mto Frati. Na tuliona maana ya mto Frati tulipojifunza Ufunuo sura ya 16 tafadhali, katika pigo la 6. Na hapo tuliona ya kwamba ule mto Frati utakaokaushwa ni mategemeo ya mataifa yote ambao walikuwa yakiwekea utawala wa mnyama au utawala wa upapa, nayo sasa itafikia mwisho na hawatamtegemea tena, bali watahuzunishwa kwa ajili yake. Na nadhani ya kwamba ukirudia kwenye hayo masomo utapata kujua zaidi na kukumbuka kile ambacho tulijifunza, lakini acha tuendelee na kile ambacho kinatuleta hapa. Babeli ya pili ni ya kiroho. Tunatakiwa kuchunguza yale yote tuliyoyajifunza katika Babeli ya kimwili kusudi tuone kivipi imekuwa pia Babeli hii ya kiroho huyu mwanamke. Tutakumbuka kuwa Babeli ya kimwili ilianza tarehe 12 Oktoba, ilianguka tarehe 12 Oktoba mwaka wa 539 kabla ya Kristo kwa kukaushwa kwa mto Frati alikopitia Koreshi pamoja na majeshi yote ya Wamedi na Wapersi ili kuupenya mji wa Babeli chini ya utawala wa Belshaza mjukuu wa Nebukadreza, kwa sababu yeye alipomuona baba yake Nabonide anakimbia anauacha mji kwa kuogopa kuzingirwa, ambako alikuwa ameona ya kwamba wamezingirwa na Wamedi na Wapersi. Yeye akajifanya kuwa yeye haogopi na akaanza kuongoza, na aliongoza takriban miaka yake ya angalau 3 au zaidi, na hapo sasa akashangaa anavamiwa. Mnakumbuka utawala wake ule alivamiwa wakati ambapo kidole kilikuwa kimeandika ukutani, kiganja kikiandika bila kuonekana mkono wote mzima, kikiandika Mene Mene Tekel na Peresi. Na hapo ndipo ilikuwa mwisho wa utawala wa Babeli, na ikagombolewa na utawala wa Medi na Wapersi, na Danieli ndiye aliyewatafsiria na akaendelea kushikilia nafasi yake katika utawala mpya ulioanza. Sasa kwa kuwa Babeli ya kimwili ilikomea hapo, inamaanisha kuwa Babeli ya pili inayoanguka ni ile ya kiroho. Angalia Yeremia sura ya 51 mstari wa 8, nayo inasema, Babeli umeanguka na kuangamia ghafla. Mpigieni yowe, twaeni zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kuponywa. Yeremia anasema Babeli ameanguka, tena ameanguka ghafla, yaani kwa njia isiyotegemewa. Unakumbuka ya kwamba hata wakati ambapo Yesu atatokea mawinguni itakuwa ni ghafla. Wakati mapigo yataanguka duniani itakuwa ni ghafla. Kila chochote kitakachomkuta huyu Babeli kitatokea ghafla. Sasa tunaanza moja kwa moja katika matafsiri mbalimbali. Mji huo Babeli unaitwa mwanamke. Kumbuka Ufunuo sura ya 17 mstari wa 18 inasema, na yule mwanamke uliyemuona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Mji ule mkubwa mwenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ndiyo maana unaona Babeli huyu akitomboka. Kwa kuwa tulikuwa tumekwisha kuangalia ya kwamba Babeli huyu mkuu ni kanisa Katoliki la Kirumi. Na huyu Babeli anaitwa tena mji kwa sababu anajengwa katika mji wa Vatikano, na ule mji una mamlaka. Tena ule mji wote ni wa Kikatoliki, na ule mji una mamlaka sawa sawa na nchi zingine. Ni mji lakini una mamlaka sawa sawa na nchi. Tena ni mji lakini unaongozwa kama nchi, kama taifa.
na kiongozi wake au rais ni yule ambaye tutamuona hapa karibuni, Papa wa Roma. Sasa huu mji au hii kanisa, huyu mwanamke ana mamlaka juu ya wafalme wa nchi. Ndio maana utaona katika nchi zote, hata kama kuna vita kiasi gani, huyu kiongozi wa hili kanisa anaweza kuja na kuwatombokea, kuwakaripia wale wanaopigana, na hata ikiwezekana anawapatia malipizi. Utaangalia hata miongoni mwa matawala mbalimbali za dunia, kanisa Katoliki likienda kinyume na serikali iliyopo, ile inakuwa mbioni kuanguka, kwa sababu wao wana mamlaka ya kuingia hata na kushutumu serikali na kuiambia namna inavyobidi kuongoza. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba anakuwa ni mkubwa mwenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Na kama vile tulivyojifunza ya kwamba hakuna wafalme ambao wanaweza kutawala na hawaje kujisalimisha mbele ya Papa wa Roma, hususan watawala wa Afrika. Nadhani tuliona hiyo katika vipindi vilivyopita. Mji unaitwa Babeli. Tena ni mji huo unaoitwa mwanamke. Tena mji ule ndio unaoitwa mwanamke ndio unakuwa na mamlaka juu ya wafalme wa dunia. Sasa kusudi tujue kwa nini ule mji unaitwa mwanamke, tuangalie, tutakumbuka ya kwamba mwanamke anamaanisha kanisa. Mwanamke anamaanisha nini? Kanisa. Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 tutaunganisha na 32. Nayo inasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Na siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Kumbe siri inayokuwa kati ya mwanamume na mwanamke ni kubwa, lakini Paulo alizungumzia siri hii kwa kutaja Kristo na kanisa. Kumbe kama vile mume ni kichwa cha mwanamke, vile vile Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kama vile mwanamume anavyompenda mkewe, vile vile Kristo naye analipenda kanisa. Sasa tuangalie, ikiwa tunajifunza kumbe mwanamke ni kanisa, kanisa la kweli linaitwa nini? Kanisa la kweli linaitwa bikira. Angalia Wafalme wa Pili sura ya 19 mstari wa 21. Nayo inasema, tamko alilolitamka Bwana katika habari zake ndilo hili: Bikira binti Sayuni amekudharau na kukudhihaki sana. Binti Yerusalemu ametikisa kichwa chake juu yako. Unaona? Kama vile Vatikano inavyowakilishwa na kanisa Katoliki kama mwanamke na ni mji, vile vile Yerusalemu inawakilishwa na mlima Sayuni kama kanisa, kama hekalu, na tena ni mwanamke. Na huyu ndiye ule mwanamke ambaye ni mke wa Kristo. Lile kanisa bikira linapatikana kwa kuhubiriwa ukweli wa Biblia na Biblia peke yake bila kuchanganya na uongo. Na huko ndiko kuposwa kwa ajili ya kuolewa na Kristo. Kama unataka uwe miongoni mwa wale ambao wanaitwa kanisa la Mungu bikira, inabidi uhubiriwe kwanza. Uhubiriwe maneno ya Kristo, uchumbiliwe kwa ajili ya Kristo. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa mke wa fulani ikiwa yule fulani aidha hakumchumbia yeye au hakutuma watu wamchumbilie yeye. Unaweza kumchumbia mwanamke peke yako au unamtuma mtu mwingine akuchumbilie. Kwa mfano, Ibrahimu mwenyewe alijichumbilia Sarai, lakini alipoanza kumchumbia Hagari alitumwa na Sarai. Vile vile Isaka alipoenda kumchumbia Rebeka, si yeye aliyeenda, bali baba yake alimtuma Eliezeri. Vile vile Kristo naye alipokuja hapa duniani alichumbia mwenyewe na akatoa mahari ambayo ni damu yake na akaenda, lakini akaachia marafiki zake ambao ni mitume na manabii waendelee kumchumbilia kanisa lake.
Na lile kanisa ndilo hili tunalolizungumzia hapa, ambalo ni bibi harusi wa Kristo, ambalo ni mwanamke bikira. Angalia Paulo anazungumzia nini katika Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 2. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa nalimwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Paulo anasema anatuonea wivu wa Mungu, yaani ule wivu ambao Mungu alistahili kuwa nao kwa ajili yetu, kwa kuwa yeye ndiye mume wetu. Paulo naye anatuonea ule wivu ili amletee Kristo bikira safi. Paulo anaendelea kutuonea sisi wivu ili tuendelee kuwa kama vile Bwana wetu alivyotuacha. Na kwa sababu inabidi kwa kutuchumbia, kwa kuendelea kutuposa, tuwe tumeposwa kwa njia ya haki. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi 5 inasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Hapana mbele za watu, mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu yake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya injili, kwa ajili ya Yesu Kristo. Paulo anaonyesha wazi ya kwamba sisi ametuposa, ametuchumbia na ametuchumbilia Kristo, kusudi sisi tupate kuwa bikira safi mbele za Mungu. Na anatuchumbia kwa njia gani? Anatuposa kupitia maandiko matakatifu, neno la Mungu lisilochanganywa na uongo, akituhubiria Kristo, bali asijihubiri yeye mwenyewe. Unajua kuna watu ambao unatumaka aende akuchumbilie, unashangaa yeye ndio anambeba mwanamke, kumbe alikuwa anakudanganya na kuchumbilia, kumbe anajichumbilia mwenyewe. Lakini Paulo anaonyesha wazi ya kwamba anamchumbilia Kristo na anamtaja Kristo peke yake, hajitaji yeye. Kuna watu ambao wamekwisha kufanya makanisa kama ni yao, kwa kuwa wanakuwa viongozi wakubwa, wanawazulumu watu wengine na kuwanenea uongo na kuwadhulumu na kuwashuhudia hata maneno ya kuweza kuwaua. Wanafanya kama kanisa ni lao, kiasi kwamba utajisikia hauna amani unapokuwa katika kanisa moja na yeye. Ni kwa sababu wao kuliko kumhubiri Kristo wanajihubiri wenyewe. Kuliko kuonyesha rehema ya Kristo na upendo wa Kristo, wanaonyesha chuki yao dhidi ya watu wengine, hususan wale wasio wa kabila lao. Pole sana. Hukumu ya Mungu inakuja, na ni yeye ndiye hakimu, tena yeye ndiye mfalme, na yeye ndiye Bwana wa kanisa. Angalia Monseigneur Mulindwa Mutabesha, askofu wa Kikatoliki aliyeongoza arkidiosezi ya Bukavu, aliandika kitabu kinachoitwa Agano Jipya. Aliitafsiri Agano Jipya Bukavu tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1984, na kile kitabu chake cha Agano Jipya ni Agano Jipya inafanana rangi ya orange hivi, karibu rouge. Angalia page 930, page yani ukurasa wake wa 930. Utakuta Monseigneur Mulindwa Mutabesha, padri wa Kikatoliki mwenyewe, anasema bibi harusi au Yerusalemu ni mfano wa eklesia. Haleluya. Yaani hata kama yeye anatumikia kanisa la Kirumi, lakini anajua ya kwamba hiyo bibi harusi wa Kristo si Vatikano. Anajua bibi harusi wa Kristo si kanisa Katoliki, bali anajua bibi harusi wa Kristo ni Yerusalemu. Na Yerusalemu ndio mfano wa nini? Wa eklesia. Nilitaka sema Mungu ambariki, lakini bahati mbaya ni marehemu, hata sikia zile baraka hazimfai tena chochote. Hapa padri mwenyewe ajulikanaye kwa jina la Monseigneur Mulindwa Mutabesha, aliyewahi kuongoza kanisa Katoliki mjini Bukavu, lakini ambaye sasa ni marehemu, ambaye alilijua kanisa la Roma kama mama yake,
na ndilo kanisa lake linalompa mshahara, linalomhudumia kwa kula na kunywa na kuvaa, kutibiwa, kuishi vizuri. Lakini aliandika kwamba kanisa la Mungu, yaani eklesia la Kristo, ni Yerusalemu. Sasa yule kahaba mkuu yeye anakaa wapi? Anakaa Roma, hakai Yerusalemu. Yaani kanisa hili Katoliki linaloitwa tena mji mkuu, kahaba mkuu, linakaa Roma au Vatikano. Hebu tuangalie sasa sehemu ambayo inayofuata ili tumuone sasa yule mwanamke kahaba huyu ambaye tunaona kumbe yule Yerusalemu inaitwa mwanamke bikira, eklesia. Sasa huyu mwanamke kahaba tumuangalie namna gani Monseigneur Mulindo wa Mutabesha atamsema, padri wake atamsema namna gani. Tukutane hapo katika kitabu kile cha Agano Jipya kenye rangi nyekundu kilichoandikwa na padri Mulindo wa Mutabesha, na ukurasa ule wa 930 kinasema, naye malaya mkuu wa Roma ule wa makaisari, sikiliza vizuri, naye malaya mkuu wa Roma ule wa makaisari ni mfano wa Antikristu. Mwisho wa kunukuu. Monseigneur Mulindo wa Mutabesha anazungumza vizuri bila kutafuna ulimi, anazungumza vizuri bila kuficha neno. Anatuambia vizuri ya kwamba ijapokuwa yeye ni padri wa Kikatoliki, lakini anazungumza vizuri ya kwamba yule malaya mkuu, kahaba mkuu, tusimtafutie mahali pengine, twende tumtafutie Roma ya makaisari, na yeye ni mfano wa Antikristo, yaani mfano wa mpinga Kristo. Baada ya kugundua kuwa kanisa Katoliki la Kirumi ndilo linalotajwa kama Babeli mkuu, ni ya lazima tuone kama hizi desturi zote tulizoziona katika Babeli ya kimwili zimeingia tayari katika kanisa hilo. Kwa kuwa Mungu amesema kwamba alitamani kuuponya Babeli, lakini Babeli hakuponyeka. Dawa moja tu ni kumwacha na kwenda kila mmoja katika nchi yake. Kitabu cha Yeremia sura ya 51, Yeremia 51 mstari wa 7 hadi 10, nayo inasema, Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Kwa sababu hiyo mataifa wameingia na wazimu. Babeli umeanguka na kuangamia ghafla. Mpigieni yowe, twaeni zeri kwa maumivu yake, ili labda apate kuponywa. Tungependa kuuponya Babeli, lakini haukuponyeka. Mwacheni basi nasi twendeni zetu, kila mtu katika nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake imefika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikiria mawinguni. Bwana ameitokeza haki yetu, njoni tutangaze katika Sayuni habari za kazi ya Bwana Mungu wetu. Hayo ndiyo maneno ya Yeremia. Yeremia anasema kuwa Babeli naye alishughulikiwa. Babeli amekuwa kama kikombe cha dhahabu mkononi mwa Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe alishughulikiwa na Mungu, lakini bahati mbaya hakupenda kuponyeka. Mungu alipenda amponye, lakini hakuponyeka, bali alichukua naye mvinyo wake akalevya dunia nzima, na dunia yote ikaingiwa, mataifa yote yameingiwa na wazimu. Ndio maana utaona watu kwa sababu ya wazimu wanasema siku ya kwanza ndiyo siku ya saba, siku ya kwanza ndiyo siku ya Mungu. Huo ni wazimu. Utawaona watu wanaoingiwa na wazimu wanasema mtu akifa anaenda mbinguni. Huo ni wazimu. Utaona watu walioingiwa na wazimu, wao wanafikiri, wana akili zao, wanatembea kwa miguu yao, wananusa kwa pua zao, wanasema kwa vinywa vyao, wanaona kwa macho yao, wanagusa kwa mikono yao, na wanasikia kwa masikio yao, lakini wanaenda kuabudu sanamu na kuiomba msaada. Sanamu ambayo ina pua lakini hainusi, ina kinywa lakini haisemi, ina masikio lakini haisikii, ina macho lakini haioni, ina miguu lakini haiwezi kutembea, ina mikono lakini haiwezi kugusa. Sasa yule anayeeneza hivyo vyote anakuja anaiomba msaada. Huo ni wazimu. Utakuta watu wamelewa na wazimu, anakuja kutubu dhambi kwa mtu ambaye hakuwepo wakati alipotenda lile dhambi. Huo ni wazimu. Wazimu huko mwingi, na mataifa yote yameingiwa na wazimu. Ndio maana unasikia mtu anapokufa eti ulaze mahali pema peponi.
basi Mungu akuangalie, na unatutangulia na sisi tuko nyuma yako. Basi Mungu amechukua yake, basi Mungu amevuna. Kazi ya Mungu haina makosa. Huo wote ni wazimu, na hii yote walipewa na huyo mama ambaye aliwanywesha mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake ili wawe na wazimu. Mvinyo wa uasherati haunywewe. Mvinyo wa uasherati ukisha toka tu haunywewe, lakini huyu yeye anauweka katika kikombe na anakipaka dhahabu, anakipatia watu wanaoishi duniani. Mungu anasema tulitaka kumponya lakini hakuponyeka. Babeli hakuzaliwa akiwa kahaba, zingatia hilo. Kanisa la Kirumi halikuundwa likiwa kahaba. Babeli hakuwa kahaba, bali naye alikuwa bikira kama Sayuni, hadi pale alipoondolewa heshima yake ya malkia, yaani mke wa mfalme Yesu. Akaenda akajiunganisha na wanaume wengi, na wale wanaume wote wakamwacha Yesu, wanakuwa na wivu, na akatengana naye, kwa sababu pekee inayoweza kumwacha mume na mke wanatengana kabla ya kifo ni uzinzi, ni uasherati. Hata kama kuna wachungaji wengi walaaniwa ambao wanaendelea kuunga mkono dhambi ya uzinzi na kuwatetea wanawake wanaozini na kutaka kuwagandamiza wanaume ambao wanadhulumiwa, Mungu yupo na Mungu ataendelea kuwatetea. Na endelea kujua ya kwamba ikiwa Yesu Kristo aliacha mwanamke kahaba, kama Yesu Kristo aliachana na kanisa kahaba, sembuse mwanadamu ambaye hana hata chembe kidogo ya uvumilivu kama ile ya Yesu. Na ndiyo maana usicheze, wewe mwanamke unayenisikiliza, usicheze na uasherati ndani ya ndoa yako, eti viongozi wa dini watanitetea mume wangu hata niacha, sababu akiniacha watamtenga na kanisa. Afadhali unatengwa na kanisa kuliko kubaki na mwanamke mzinzi ambaye roho yako haipatane naye. Nyinyi wanawake nisikilizeni, afadhali unatengana na mwanamume ambaye ni mzinzi kuliko kuendelea kubaki naye huku roho yako haitaki, eti ninaogopa nisije nikatengwa na kanisa kwa sababu wachungaji wanasema ni mwanaume mwenzao, nimvumilie tu. Kwa nini yeye hajakuvumilia? Uzinzi ni dhambi tamu sana yenye matokeo makubwa mabaya, ambayo mpaka inaacha wanaume na wanawake wote wanachafuka na mpaka wananeneana uongo, kiasi kwamba wanakuwa na chuki hata kuuana. Kama haujajua hiyo habari, ujue ya kwamba uzinzi unafanya hata watu wauane. Yaani mwanamke akishaanza kukuchiti, mwanamke anaanza kwenda nje ya ndoa yako, hata sumu anaweza kupa. Waulize walioishi mambo hayo wakueleze. Ikiwa mwanaume ameanza kukuchiti, mwanaume anaanza kuwa na kimada nje, mwanaume anakuwa na nyumba ndogo, jua ya kwamba hata kukuua wewe anaweza kukuua. Hata siri zako zote anazipatia hicho kimada, na kinaweza hata nacho kukuua kwa niaba yake. Sasa Yesu alituonyesha picha njema kupitia huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke kahaba. Na huyu mwanamke kahaba tunayemuona hapa, yeye alikuwa kwanza bikira. Hilo ndilo ninataka kwanza uzingatie. Kuna wengi ambao wanafikiri ya kwamba huyu mwanamke tunayezungumzia hapa kahaba, kanisa la Kirumi lilikuwa tu kahaba tangu zamani. Hapana, alikuwa kwanza bikira, tena bikira msafi tu. Lakini kile kilichomletea yeye ni pale wakati aliporuhusu wafalme wa dunia kubana matiti yake kama alivyosema Ezekieli, mpaka wakamwaga mvinyo wao wa ukahaba juu yake, na hapo ndipo Mungu akamwacha. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba huo mvinyo wa kahaba ambao anamwagwa juu yake, anauchukua, anauhifadhi ndani ya chupa, ndani ya kikombe, na kisha anakamata hiyo maji yake ya huo uvinyo wake wa uasherati, anaenda anaunywesha mataifa yote, kabila zote, watu wote wanaoishi duniani. Nao kwa sababu wanaona mvinyo huko katika kikombe cha dhahabu, wanakubali kuunywa hata kama unatoa harufu mbaya. Tazama pamoja nami kitabu cha Isaya sura ya 47 mstari wa 1 na mstari wa 5, nayo inasema, haya shuka, keti mavumbini, ewe bikira binti Babeli. Keti chini pasipo kiti cha enzi, ewe binti wa Wakaldayo, maana hutaitwa tena mororo, mpenda anasa. Kaa kimya, ingia gizani,
binti wa Wakaldayo, maana hutaitwa tena malkia wa falme. Unaona, kumbe naye alikuwa na hiyo hadhi, alikuwa na ile heshima ya kuitwa malkia, na alikuwa bikira. Lakini Isaya amesema hutaitwa tena malkia. Anayekuwa sasa malkia ni Yerusalemu, ambaye ndiye malkia, na mfalme ni nani? Ni Yesu Kristo. Hapa kanisa la Kirumi lilipoteza nafasi yake kama mke wa Kristo na likaitwa sasa Babeli. Hapo sasa nafikiri ya kwamba umeelewa. Kumbe lilikuwa nalo linaitwa bikira, lakini likapoteza hiyo nafasi. Na ndio maana usifikiri ya kwamba kuitwa mchungaji, kuitwa mzee wa kanisa, kuitwa mwimbaji, kuitwa bibi ya fulani, kuitwa fulani kunaweza kufanya uendelee kushika nafasi yako ikiwa utaichezea. Kila mara nazoea kumuomba Mungu anisaidie, mimi ni mdhaifu na ni mwenye dhambi, lakini tafadhali kiti changu alichoniandalia kisije kikaniponyoka, mtu mwingine asije akakaa juu yake. Kwa sababu kuna wengi ambao tutaziacha nafasi zetu kwa sababu ya matamu ya dunia. Wengi wetu tutaziacha nafasi zetu kwa sababu ya bahati za muda kitambo ambazo tutapendekezewa na kutolewa na watu fulani. Na ndiyo maana ninawasihi, ikiwa wewe unaona ya kwamba ungali unapendelewa na Mungu, chunga nafasi yako hiyo, usiipoteze. Babeli ya kale ilikuwa na muonekano wenye mvuto wa kitajiri. Vile vile mwanamke huyu, yaani kanisa la Kirumi, ana muonekano wa kuvutia na wa kitajiri pia. Babeli ya kipagani ilimiliki dhahabu na vito vya samani na nguo za kifalme, zile zinazoitwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Ufunuo sura ya 17 na mstari wa 4 nayo inasema yafuatayo: na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha samani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Katika sehemu ya kwanza tuliona ya kuwa rangi ya zambarau na nyekundu yalikuwa ni mavazi ya kifalme tangu enzi za Babeli ya kikafiri. Lakini pia tuliona kuwa mfalme wa Babeli ya kale aliheshimiwa kama Mungu kwa kuwa kauli yake haikupingwa wala kujadiliwa. Na ndivyo yalivyo maamuzi ya kanisa la Kirumi kwa wakaaji wa dunia yote. Akisema na amesema. Kazi ya dunia yote ni kufuata tu. Hii huonyesha kuwa kanisa la Kirumi litakuwa tajiri sana na litakuwa na mamlaka ya kifalme juu ya viongozi wa nchi na juu ya madhehebu mengine ya dini. Na ndiyo maana utakuta ya kwamba kanisa Katoliki likipanga kitu, madhehebu mengine wanakifuata na nchi zote za dunia wanakiunga mkono. Tuangalie jambo la kufuata. Mwanamke huyo anakaa juu ya maji mengi, lakini kusudi Yohana apate kumuona akifanywa hukumu, ilimbidi Yohana aende jangwani. Kwa nini? Kwa nini mwanamke ambaye anakaa juu ya maji mengi, lakini Yohana anaitwa jangwani ili aone hukumu yake inayofanyika juu yake? Yohana alimuona ameketi juu ya maji mengi, yaani anawatawala watu wengi, mataifa, kabila na lugha na jamaa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa 15 inasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kumbe mwanamke huyu anatawala mataifa yote, jamaa zote, lugha zote, nchi zote. Lakini kwa nini Yohana sasa alipopelekwa na Roho, alimpelekwa na Roho jangwani ndipo amuone huyu kahaba? Ufunuo sura ya 17 mstari wa 1 na mstari wa 3 nayo inasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10.
Unaona ya kwamba Yohana aliambiwa anataka kupelekwa ili amuone kahaba mkuu anayekaa juu ya maji mengi. Kuliko apelekwe kwenye maji mengi, akapelekwa jangwani. Kwa nini? Kuna sababu mbili maalum. Sababu ya kwanza, Mungu alitaka Yohana amuone yule mwanamke jangwani, kwa kuwa ni jangwani ndiko kanisa la Mungu lilipokimbilia tangu mwaka wa 538 hadi mwaka wa 1798, wakati kahaba huyo mkuu, kanisa lile la Kirumi, lilipowatesa wale watu wa Mungu ambao ndilo lililokuwa kanisa la Mungu waliokuwa ni Waprotestanti. Nalo lile kanisa la Mungu likakimbilia pasipo watu kwenye milima yenye baridi huko Ulaya na Marekani pia. Na hilo kanisa lilikuwa ni wana matengenezo au wa Protestanti wakati wa matengenezo au wakati wa reforme. Kanisa hilo lilisitawi na likabaki huko, likatunzwa huko na Mungu muda wa miaka 1260, 1260 ans. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa kuwa kahaba huyu naye atatafuta namna ya kukimbilia jangwani kwa kutafuta hifadhi wakati wa mapigo yake, lakini kwake jangwani ndiko atakakohukumiwa kuliko kujinusuru. Jangwani kwa kahaba ni pale watu wote aliowatawala, yaani yale maji mengi, watakapotambua uovu wake na kumwacha peke yake bila matumaini, ijapokuwa muda wa rehema utakuwa umekwisha. Hiyo ndiyo hukumu ya yule kahaba, yaani azimio linalochukuliwa juu yake. Ni kusema wakati kanisa Katoliki litakapojihisi kwamba halina watu tena wakulishabikia, kujitapia nalo, ijapokuwa linakuwa na utawala juu ya dunia yote, yaani maji mengi, hapo ndipo kahaba atakuwa kana kwamba yuko jangwani, yaani pasipokuwa na watu. Na hii itatokea rasmi katika pigo la 5 kama tulivyoona katika Ufunuo sura ya 16. Hebu twende kwa jambo lingine. Jambo lingine ni kwamba kahaba huyu mkuu, mwanamke huyu, anakaa juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru. Kwa kuwa tulijua kutokana na Danieli sura ya 7 kuwa mnyama anawakilisha utawala, mamlaka au ufalme, inaonekana kuwa haya mamlaka yanakuwa mekundu na yenye majina ya makufuru. Mekundu na yenye majina ya makufuru. Ufunuo 17 mstari wa 3 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana na mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Kulingana na Ufunuo 12 mstari wa 3, mnyama yule amchukuae mwanamke huyo huwa yeye mwenyewe anakuwa na rangi nyekundu na vichwa 7 na pembe 10. Na kule kuwa na rangi nyekundu na vichwa 7 na pembe 10 kuna maana ipi? Ufunuo 12 mstari wa 3. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Hii inamaanisha kuwa mamlaka haya ya upapa, yaani utawala huu wa mnyama, yataungana na joka ambaye ni shetani na serikali zote za dunia ili kuwatesa watu wa Mungu. Na hayo tutayadhibitisha huko mbele katika maandiko tutakapozungumzia huyu mwanamke ambaye ni kanisa Katoliki la Kirumi, kwa kuwa nalo linavaa mavazi mekundu vile vile, lakini yakimaanisha pia kuwa ni kanisa kahaba, sababu kwa wanawake hao zamani hiyo rangi nyekundu iliashiria ukahaba. Angalia Yeremia sura ya 4 mstari wa 30 inasema, na wewe utakapotekwa utafanyaje? Utakapojivika mavazi mekundu, utakapojipamba mapambo ya dhahabu, ujapotia wanja machoni, unajifanya kuwa mzuri bure tu, wapenzi wako wanakudharau, wanakutafuta roho yako. Kama vile rangi nyekundu inaashiria mauaji na mateso dhidi ya kanisa la Mungu, lakini pia rangi nyekundu ilikuwa inaashiria kwa wanawake kama ni makahaba. Walikuwa wanajivika kamba nyekundu, wanajivika kamba nyekundu kiunoni, na kwa kamba hiyo unaweza kuishika. Kule kushika tu hiyo kamba kuna maanisha ya kwamba wewe ni mteja, na pale pale anakupokea na anakuambia bei ni gani, na baadaye biashara inaendelea. Haya
mauaji yaliyofanywa na mnyama huyo katika zama za dhidi ya Uprotestanti yatapangwa tena wakati wa mwisho dhidi ya kanisa la Mungu lenye kuzishika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, yaani wanaokuwa na uwezo wa kuelezea unabii kwa usahihi, na ndio wenye kuwa na imani ya Yesu. Ndiyo maana wanaalikwa kuwa na uvumilivu, yaani subira, sababu hapo mbeleni watateswa. Ufunuo 14 mstari wa 12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa watakatifu wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu, ndiyo shetani anafanya vita dhidi yao, wala hawaachilii na hawezi kuwaachilia mpaka mwisho wa vita hivyo. Ukiona shetani hakutumie majaribu, shetani anakuacha huru, hakupiganishe, elewa ya kwamba wewe na yeye ni sambamba. Lakini ikiwa wewe unamtwanga shetani kila siku, atakuwinda popote utakapokimbilia, yuko pamoja nawe, anakufuatilia mpaka wewe peke ukate tamaa. Lakini ninakuomba ndugu yangu uelewe ya kwamba sote tumo katika vita hivyo, na usikate tamaa. Ng'ang'ana, endelea kuchapa kazi, endelea kupigana, kwa sababu unajua unapigana na nani na unajua araye kusaidia ni nani. Ninakumbuka ya kwamba gisi Gabrieli alimwambia Danieli alipomletea habari ya maono, akasema aliyenizuia ni mfalme wa Waajemi, lakini anayenisaidia ni Mikaeli. Anayenisaidia ni nani? Ni Mikaeli. Na wewe elewa ya kwamba Mikaeli atakusaidia, ambaye ni Yesu Kristo. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12 nayo inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa watakatifu sasa ndio shetani anaofanya vita nao. Anafanya vita dhidi yao. Na tena tunasema ya kwamba hawezi kuwaachilia mpaka vita ifanye nini? Viishe. Ufunuo 12 mstari wa 17 inasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, yaani kanisa la Mungu, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Watu wengi wanajiuliza kanisa la Mungu watalipataje? Kanisa la Mungu la siku za mwisho linalochukiwa na shetani, ambalo lido linalopigana, linapigania ukweli, linaendelea kupambana kwa ajili ya muhuri wa Mungu, ni lile kanisa la watu ambao wanazishika amri za Mungu na wanakuwa na ushuhuda wa Yesu. Na Ufunuo 19 mstari wa 10 inasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Unaona, malaika alipomletea Yohana unabii na kuja kumtafsiria, Yohana alianza kumwabudu. Malaika akamuinua na akamwambia, hapana, usiniabudu, mimi ni kiumbe kama wewe. Mimi ni mtumishi wako na mtumishi wa ndugu zako, ambaye kazi yangu ni kukuletea wewe ujumbe, lakini kama unataka kumsujudia Mungu, wewe umsujudie Mungu. Kwa sababu ushuhuda wa Yesu ni roho ya nini? Ya unabii. Sasa ule ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii ni nini? Yohana 5:39 inasema, Yesu mwenyewe alisema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Biblia inaposema watu wa Mungu wanakuwa na amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, Yesu mwenyewe amesema ushuhuda wake ni nini? Ni maandiko matakatifu, kwa sababu hiyo ndiyo roho ya unabii. Wale watakaomshinda shetani na watumishi wake ni wale watakaokuwa wameyatumia maandiko matakatifu bila kuyajali maisha yao ya sasa. Hawaangaiki maisha ya leo, wanaangaikia maisha ya baadaye. Na Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 inahakikisha hayo ikisema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Watu watakaomshinda shetani ni wale ambao watakubali kufa kuliko kuzini, watakubali kufa kuliko kuua wenzao, watakubali kufa kuliko kuvunja sabato, watakubali kufa kuliko kusema uongo, watakubali kufa kuliko kunyang'anya vya watu, watakubali kufa
kuliko kuishi bila imani. Hao ndio watakaoshinda hivi vita. Kubali chochote kitakachokufikia kibaya, ukikubali jinsi kilivyo, lakini usikane imani. Tafadhali usiikane imani ya Yesu Kristo. Hawaseme imani yoyote, bali imani ya Yesu Kristo. Yaani ile imani aliyokuwa nayo Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Kama Yesu alivunja sabato, vunja. Kama alishika, shika. Kama Yesu alikula najisi, kula. Kama hakula najisi, acha. Kama Yesu aliunga mkono uzinzi, tenda uzinzi. Na ikiwa Yesu alikataa, acha. Chochote ambacho Yesu alikifanya, kifanye. Na chochote alichokikataa, kiache. Hiyo ndiyo imani ya Yesu. Kitakachotutia moyo sisi ni kuamini kwamba tunatakiwa kuteswa ili kuurithi uzima wa milele. Hakuna atakayeingia mbinguni ambaye hakupitia mateso. Na ukimuona mwenzako akiteswa, ukimuona mwenzako anaanza kudhulumiwa, fanya angalisho, usimchekee tafadhali, na wewe zamu yako ipo. Kuna watu wa Mungu wengi ambao wanateswa na wenzao leo. Wanashuhudiwa uongo, wanasingiziwa uzinzi, wanasingiziwa uchawi, wanasingiziwa wizi wa pesa, zaka na sadaka, wanasingiziwa wanawake, wanasingiziwa mambo mengi ili kazi yao iharibike. Lakini Mungu aliyewaita anaendelea kuwashika mkono na ataendelea kuwatumia mpaka wale waliosema washangae, mpaka wataanza kutoka damu machoni sababu ya kukosa chakulia tena kama machozi. Na ndio maana Paulo alisema, ikiwa unamtumikia Mungu, jua ya kwamba haukumfuata Kristo ili ufurahi tu, lakini pia ili uteswe kwa ajili yake. Lakini utashangaa kuna wachungaji wengi ambao ni wazinzi na wanabaki bado wangali wanamtumikia Mungu, eti wanamtumikia, kumbe wanatumikia shetani. Na viongozi wao ambao ni marafiki zao, mashabiki wao, wapagani watupu waliojiweka ndani ya kazi ya Mungu, wanaendelea kuwafunika, wanaendelea kuwaficha. Lakini mtu wa Mungu ambaye hajawafanya chochote, wanamsingizia mambo ambayo hajawahi hata kuingia moyoni mwake. Hukumu ya Mungu ipo, na Mungu yuko pale kwa ajili ya kumtetea mtumishi wake, na ataendelea kuwatetea watumishi wake katika zama zote hadi mwisho wa rehema ufike. Ndio maana tusiogope yale atakayotupata, kwa sababu Yohana aliambiwa katika kipindi cha kanisa la Smirna, usiogope mambo yatakayokupata. Shetani atawatupa baadhi yenu gerezani na mtatolewa muda wa ziki ya siku 10 ili mpate kujaribiwa. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake pia alipomwambia Petro, shetani anawataka nyote apate kuwapepeta kama vile wapepetavyo ngano. Sasa Paulo naye alisema katika Wafilipi 1:29 eti, maana mumepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Msimwamini Kristo peke yake, teswa kwa ajili yake, kuwa mfia dini, tena dini ya kweli, hapana dini ya uongo. Kabla ya kushika sana ulicho nacho, inabidi kwanza uchunguze ni nini unachokishika. Usije ukashika nyoka bila kujua, wala ukashika miiba bila kujua, wala ukashika kaa la moto bila kujua. Paulo naye kabla ya kutoka, alipoanza kuona ya kwamba anakaribia kusafiri, aliwaambia watumishi wake, waumini wake wa makanisa aliyoyafungua, mambo tunayoyapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14:21 hadi 22, nayo inasema, hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi, kwa njia ya mateso mengi, kwa njia ya kuteswa sana, ya matatizo mengi. Yaani watu wa Mungu inabidi tuelewe ya kwamba hatutaingia mbinguni bila kuteswa. Inabidi tuteswe sana ndipo tupate kuingia mbinguni. Ni kusema tutakapotaka kuingia mbinguni,
Tunapotaka kuingia mbinguni, tunatakiwa kumwamini Yesu Kristo na kujiandaa kwa mateso pia. Tusipokubali kuteswa sisi, tutajikuta tumewatesa wengine. Tusipokubali kuteswa, tutajikuta tunawatesa wengine. Sasa ni wajibu wako, kama unapenda kuwatesa wengine au kama unapenda uteswe, sawa. Atakayechagua ni wewe. Tuangalie jambo lifuatalo. Mwanamke huyo ana kichwa chake kama walivyo wanawake wengine. Kila mwanamke anapokuwa anapoitwa kwanza mwanamke ni kusema ameolewa. Huwezi kuitwa mwanamke na hujaolewa. Akiitwa mwanamke ni kusema ana mume. Na kama anaitwa mwanamke malaya, maana yake ana waume. Lakini kabla hajaitwa mwanamke malaya, alikuwa na yule mume wa kwanza, na yule mume wa kwanza ndiye anayeitwa mumewe, na huyo ndiye atakayeathirika na ule ukahaba wake. Sasa sikiliza, hata huyu mwanamke anakuwa na mumewe, anakuwa na kichwa chake. Sasa tutaangalia kwanza kichwa cha mwanamke safi, kwa sababu kumbuka ya kwamba tuko tunazungumzia wanawake wawili. Mwanamke mmoja ambaye ni bikira anayekuwa safi, na mwanamke wa pili ambaye ni kahaba anayekuwa mwanamke malaya mchafu, tena mama wa makahaba. Yeye habaki bila kuwafundisha mabinti zake wajue namna ya kuwapetipeti wanaume wasio wao. Kichwa cha mtu ndicho kinachomuongoza. Na kwa kuwa mwanamke huyu ni kanisa, tutaangalia kwanza ni nani ndiye kichwa cha kanisa hili la kweli, yaani yule bikira safi. Ndipo tutamtafuta kichwa cha huyu kahaba na kichwa cha wanawe. Tuangalie kwanza kichwa cha mwanamke safi ni nani? Huyu mwanamke safi anaitwa Sayuni na kichwa chake ni Yesu Kristo. Haleluya. Waefeso sura ya 5 mstari wa 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Wazi. Wakolosai 1:12 hadi 14, tutaunganisha na 18. Nayo inasema, mkishukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Unaona ya kwamba inaonekana tena wazi Yesu ni kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Waefeso sura ya 4 mstari wa 15 hadi 16, nayo inasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote umeungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Elewa ya kwamba kusudi upate kuwa mmoja wa wale ambao wanaitwa kanisa la kweli, inabidi uishike kweli katika upendo. Jambo lingine, mpaka utakapomfikia yeye aliye kichwa, Kristo, tena kumfikia katika yote. Watu wengi wanapenda kujilinganisha na binadamu wenzao kuliko kujilinganisha na Kristo ambaye ndiye lengo letu, tupate kumfanana yeye. Wengine wanajilinganisha na wachungaji. Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wazinzi? Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wasema uongo? Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wachawi? Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wauaji? Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wabaguzi wa makabila? Hamjui kama miongoni mwa wachungaji mna wale ambao hawakustahili hata kuitwa wachungaji, lakini bahati mbaya wamewekwa ndani ya kazi ya Mungu ili wamsaidie shetani kwa kazi? Kwa nini unataka kujilinganisha na mchungaji ambaye naye ni mavumbi matupu, mwanadamu kama wewe? Jilinganishe na Kristo. Huyo ndiye kipimo chetu. Huyo ndiye sura tunayotamani kuifuata. Hakuna mwanadamu ambaye ataupata wokovu kwa sababu alijilinganisha na mchungaji fulani. Ukiangalia huku, nikwambie mimi ni mchungaji, siwezi kukuambia siri ambazo zinasumbua.
Kuwa mchungaji utajua matope na machungu na uchafu ambao wachungaji wanakuwa nao, ambao hawakustahili hata kuitwa watumishi wa Mungu. Utashangaa mchungaji anazini na mke wa mchungaji mwingine, kisha anapoona mke wa mchungaji mwingine ananaswa na mumewe, anamugandamiza mume wake, hasa kama yeye ni kiongozi wake. Mpaka pale ndoa inakosa amani, sababu kiongozi wake mwenyewe mwasherati. Utashangaa mtu anapigwa risasi na watu ambao walikuwa hawajui, kumbe ni mwenzake mchungaji ndiye anayemshota kidole na kusema, yule ambaye mnamuona huyo nyumba yake ni hii, muje usiku mniuie huyu. Kuna watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu lakini wanatumiana wajambazi usiku ili waende waporane mali na kuua wenzao. Na baadaye unajilinganisha na mtu kama huyo. Unataka umfanane na mchungaji Msaada wa Merimeri. Nani kakwambia Msaada wa Merimeri ni Mungu, wala ni muumba wako, wala yeye ni mwokozi? Nani kakwambia Msaada wa Merimeri yeye ni mtakatifu, hawezi kukosea? Kila mara nazoea kuwaambia watu, msifikiri ya kwamba nilipokuwa mchungaji walinidunga sindano la ndui ya uasherati. Ndio maana fanya angalisho. Kama Yesu alisema ikimbieni zinaa, alijua maana yake, ikimbieni. Yaani uasherati, zinaa sio kitu cha kupambana nacho, ni cha kukimbia. Acha kusema sababu mimi ni pastor, nitaenda tu mule katika ile kilabu, nitaenda kule katika hiyo baa, nitakesha humo, haina shida, nitapambana na dhambi. We, unajibeba kwenye uwanja wa dhambi, kisha unasema Mungu ande pamoja na wewe akupiganie, utaangukia humo. Tafadhali tusaidiane, tuombeane. Sote ni wadhaifu na ni mmoja ambaye tunatakiwa sote kumuiga, mmoja ambaye tunatakiwa kujilinganisha naye ni Yesu Kristo. Ukijilinganisha na wanadamu utapotea. Kuna mwanamke mmoja ninakumbuka katika mtaa wa Fizi, aliniambia, mchungaji, nikifikaka mbinguni ninakukosa, nitarudia. Nikamwambia, ufanye angalisho na ile kauli yako. Shetani anaweza kufanya kazi mpaka unikose mbinguni na baadaye unashindwa kurudia. Sababu ukianza kusema hivyo na mbinguni hutafika. Mbinguni hakuna mtu atakayeingia kisha arudi. Sasa ukiingia huko, ukinikuta siko, elewa ya kwamba nilikuwa nafanya manyanga katika kazi ya Mungu. Na ikiwa wewe utanikuta huko siko, si kwamba utarudia, bali utauliza, je, ilikuwaje hata akosekane? Na watakuonyesha yote juu yangu, na ndipo utasema hukumu zako ni za haki. Lakini ukiendelea kama unapenda nisikosekane mbinguni pamoja nawe, endelea kuniombea. Mimi nami ninapepetwa. Ikiwa Yesu alijaribiwa, kwa nini Msaada wa Merimeri asijaribiwe? Na ikiwa unawazia ya kwamba Msaada wa Merimeri kwa kuwa anaitwa mchungaji hawezi kukosea, utajidanganya na utakufa vibaya. Alaaniwe anayejenga matumaini yake na tegemeo lake juu ya mwanadamu. Hata wale wachungaji unaowaona wanahubiri vizuri, wanawaongoza vizuri, wale si watu wa kuaminiwa na wa kutumainiwa na kutegemewa kama Mungu. Nao wanaweza kukosea, na unatakiwa kuwaonya na kuwaombea. Na wakikusikia maonyo yako na maombi yako yatakuwa na kazi juu yao, utakuwa umeokoa roho. Acha kujilinganisha na mwanadamu. Usijilinganishe na papa, naye ni mwanadamu kama binadamu wengine. Hata kama anajiita Mungu Baba mtakatifu, hiyo tu ni kujipamba pamba, sawa sawa na jinsi na mimi naweza kujiita rais wa nchi. Lakini elewa, mtu ambaye tunatakiwa kujilinganisha naye, kufuata nyendo zake, kufuata nyayo zake, si mwingine ni Yesu Kristo. Yeye ndiye mume wa kanisa, yeye ndiye kichwa cha kanisa, yeye ndiye tunayestahili kujitahidi kuwa kama yeye. Muumbaji wa hili kanisa ndiye mume wake. Hata kama wachungaji wanakuwa wengi kanisani, hakuna anayekuwa kichwa cha kanisa. Kuna wale ambao wanajiita wa bishop, archbishop, reverend, mchungaji, pasteur, ancien, mzee. Na wengine hawapendi hata umuite mzee, anapenda umuite ancien. Mwingine hapendi umuite pasteur, anapenda umuite mchungaji. Mwingine hapendi umuite mtumishi, anapenda umuite reverend. Hayo ya majina yote ni ya kujipamba pamba hapa duniani.
wote watakaoenda mbinguni hakuna atakayekuwa mkuu kuliko mwenzake isipokuwa Yesu Kristo ndiye atakayekuwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wazaliwa wa kwanza wengi. Yaani wote watakaoingia mbinguni watakuwa wazaliwa wa kwanza na Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wale wazaliwa wa kwanza. Unaelewa kauli hiyo? Yaani hakuna kade atakayeenda mbinguni, wote watakaoenda mbinguni ni waene. Mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza wa wazaliwa wa kwanza ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa ikiwa unataka kujilinganisha, ikiwa unataka ufike mbinguni, ndugu yangu, jilinganishe na Yesu. Na yeye ndiye muumba wa kanisa, na yeye ndiye mume wa kanisa. Tena yeye ndiye mwana wa kanisa. Zingatia hivi vitu vitatu. Yesu Kristo ndiye muumba wa kanisa, Yesu Kristo ndiye mume wa kanisa, Yesu Kristo ndiye mwana wa kanisa. Yaani alizaliwa katika kanisa hilo. Angalia Isaya 54 mstari wa 5. Inatuonyesha namna gani muumba wa hili kanisa la kweli na ndiye mume wake. Halina haja ya mume mwingine. Isaya 54 mstari wa 5 inasema, kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Nadhani umenielewa na umenisikia. Huna haja ya kulalamika tena na ya kubabaishwa. Yule mume wako, yule muumba wako ndiye mume wako. Hata kama unaachwa na mume kwa makosa ya kusingiziwa, usihangaike. Mume wako ni Yesu Kristo. Hata kama unaondoshwa ndani ya kanisa na kutengwa, usifikiri na mbinguni unatengwa. Kama unajua hujafanya chochote kinachostahili kutengwa, kuwa huru. Dhamiri yako ikuache safi kabisa, na umtumikie Mungu kana kwamba hujaambiwa chochote na kanisa. Sababu mabaraza nyingi ya makanisa leo inaongozwa na shetani, na Mungu anawaacha wafanye hiyo. Wengi Mungu anawaacha wafanye hiyo tu. Ndio maana utakuta, ninakumbuka siku moja baraza la kanisa lilifanya mpango wa kumroga kiongozi wa shule. Yaani baraza la kanisa linazungumzia ndani ya kanisa namna ya kumroga kiongozi wa masomo, naye ni mmoja wa imani yao. Ujiulize kama vile baraza ya viongozi wa makuhani na wazee walimfanyizia Yesu baraza ya kumuua. Sasa isikushangaze ikiwa Yesu alifanyiwa baraza na kanisa ili imuue. Kwa nini wewe unashangaa kuona baraza ya kanisa inafanya njama ya kukuua wewe, ya kukuondoa kazini? Kuna wachungaji wengi ambao wameondolewa kazini, lakini Mungu angali anawatumia. Na kuna wachungaji leo ambao wengi wako kazini na Mungu amekwisha kuwapitisha ndani yao kalamu nyekundu. Mungu hawajui tena. Ndio maana wengi wataambiwa siku hiyo, ondokeni kwangu ninyi mutendao maovu, sikuwajua wakati wowote. Sasa wewe inaomba ujue unamtumikia nani. Je, ni muumba wako ndiye mume wako, au unajifanya kuwa kibaraka cha kiongozi wako? Kuna watu ambao wakiona kiongozi anasema ni kama Mungu anayenena. Hawana hata muda wa kutathmini, hawana muda wa kutafakari, wajiulize, je, haya ninayoambiwa na kiongozi yanaandikwa ndani ya neno la Mungu au yanakatazwa? Kwa sababu kiongozi amesema, wote wanasema amina. Wajinga, watupu na wapumbavu. Ndio maana elewa ya kwamba sisi hatuongoze na mwanadamu. Kichwa cha kanisa letu ni Yesu Kristo peke yake, hatuna mwingine. Na Yesu Kristo ndiye muumba wetu, na Yesu Kristo ndiye mume wetu. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1 na mstari wa 2 na mstari wa 5 na mstari wa 6 inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Naye alikuwa na mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambako wana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili alishwe huko muda wa siku 1260. Mwisho wa kunukuu. Shairi hili linatuonyesha wazi ya kwamba kanisa, mwanamke huyu ambaye ni kanisa, alikuwa analia, yuko tayari kuzaa. Kwanza huyu mwanamke anavikwa jua na mwezi huko chini ya miguu yake. Ukisoma maandiko utakuta ya kwamba mwezi ni agano la kale,
na jua ni agano jipya, na jua lenyewe ni Yesu mwenyewe ambaye ni nuru ya ulimwengu, na mwezi ni wote wanaomwamini Yesu, nao wanakuwa nuru ya ulimwengu kupitia nuru yake. Vile vile huyu mwanamke ana taji. Ile taji inakuwa inamaanisha kwamba ndilo kanisa litakaloshinda, hata kama shetani atalitesa kiasi gani, hata kama litaonekana kana kwamba linataka kuanguka, halitaanguka kamwe mpaka litakaposhinda. Jambo la kufuata ni kwamba linakuwa na taji inayoonyesha ushindi, lakini juu ya taji hiyo kuna nyota 12. Hiyo nyota 12 ikionyesha ya kwamba watangaa kwa kuwa watawaongoza wengi katika kutenda haki, na haki watakayowaongoza nayo ni katika mafundisho ya mitume wa kabila manabii wa kabila 12 ya Israeli na mitume 12 wa Yesu Kristo. Ndio maana nyota ni 12. Tena huyu mtoto akazaliwa. Mkanisa hili mwanamke huyu akazaa mtoto. Huyu ni Yesu Kristo aliyezaliwa wakati wa kipindi cha kanisa, wakati mgumu wa kanisa, wakati Yesu Kristo alipouawa akazikwa. Hapo alipofufuka, hiyo ndio ilikuwa kuzaliwa kwake kama mtoto wa kanisa. Na mwanamke huyu akaanza kuteswa sasa baada ya Yesu kwenda mbinguni, kwa sababu inasemekana ya kwamba huyo mtoto alipozaliwa akachukuliwa hadi kwa Mungu, na yeye ndiye atakayewachunga watu wote, mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na tutakapoona anakuja mawinguni, atakuja na fimbo ya chuma. Ile fimbo ya chuma ni kwa ajili ya kufanya hukumu. Lakini aliponyakuliwa huyo mtoto, shetani akalitesa kanisa. Shetani akamtesa mwanamke. Mwanamke akakimbilia nyikani, kama vile tulivyotangulia kusema ya kwamba kanisa lilikimbilia jangwani, yaani katika milima yenye baridi ya Ulaya pasipo na watu, vile vile katika bara la Amerika ambalo lilikuwa halina watu, na hiyo ndio ilikuwa jangwa, nyikani. Mwanamke huyu akapewa mabawa ya tai, yaani akaenda bila mtu kumzuia, na huko akafika na akakaa kule na akasitawi. Ndio maana uprotestanti ulisitawi Marekani na Ulaya. Lakini pia huko Mungu alimtayarishia alishwe huko kwa siku 1260, na siku 1260 ndiyo miaka 1260 ya unabii, yaani 1260 ans, na hiyo ilianza mwaka 538 hadi mwaka 1798 baada ya Kristo. Sasa ni vipi huyu muumbaji wetu ambaye ni mwana wa kanisa tena anakuwa ni mume wa kanisa? Warumi sura ya 8 mstari wa 29 inasema, maana wote sikiliza, sisi ni watoto wa kanisa, na Yesu Kristo naye ni mtoto wa kanisa, ijapokuwa yeye tena ni mume wa kanisa. Lakini yeye si mtoto wa kanisa kama vile sisi, yeye ni mzaliwa wa kwanza. Warumi 8 mstari wa 29 inasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ninarudia tena, haukuwekwa ndani ya kanisa hili la kweli ili uanze kufananishwa na mchungaji fulani. Hawakukwambia kwa kuwa msaada wa Merimeri anajitoa kukufundisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye anaweka maneno yake ndani yake, yeye aliye chombo cha udongo, inabidi sasa uanze kujifunza jinsi ufananishwe na msaada wa Merimeri. Biblia haiseme hivyo. Msaada wa Merimeri ni mavumbi matupu na madhaifu yake. Yeye ni chombo cha udongo ambamo ndani yake Mungu amehifadhi tu hazina yake. Wewe uchukue hiyo hazina na kumfanana mwenye hazina. Biblia inasema alituchagua ili tufananishwe na mfano wa mwana wake. Hapana mfano wa reverend, hapana mfano wa representant, hapana mfano wa president, bali mfano wa mwana wake. Ukiona uongo wapata ambao mchungaji wenu yuko nasema, si utashangaa. Lakini Yesu hajawahi kusema uongo. Ukiona dhambi zapata ambazo mchungaji wako yuko nafanya, si utakimbia. Lakini Yesu hajawahi kufanya dhambi. Kwanza hakuijua, na huyo ndio inastahili kumfanana. Huyu ndiye anakuwa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sikiliza tena,
Yesu Kristo mwenyewe alisema kuwa kila anayesikia neno la Mungu na kulishika, huyo ndiye ndugu na dada yake. Kumbe sisi tunakuwa ndugu na dada za Kristo, yeye akiwa mzaliwa wa kwanza. Angalia Luka sura ya 8 mstari wa 20 hadi 21, nayo inasema, akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wanasimama nje wakitaka kukuona, wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Haleluya! Kama nawe unataka kuwa ndugu na dada wa Kristo, sikiliza neno lake na kulifanya. Acha kufuata neno la mchungaji, acha kufuata neno la padri, fuata neno la Kristo. Huyo ndiye ndugu yako na mzaliwa wa kwanza wa taifa, wa kabila lenu, wa taifa lenu, wa jamaa lenu, katika tumbo la mama yenu ambaye ni kanisa. Kanisa la kweli ambalo ni bikira safi, lina mumewe ambaye ndiye kichwa chake, si mwanadamu wa kawaida, bali ni muumba na mwokozi wake, ambaye pia ni mwanawe aliyemzaliwa wa kwanza katika ndugu wengi, naye ni Yesu Kristo. Naamini umenielewa na Mungu akubariki. Tuangalie sasa kichwa cha mwanamke huyu kahaba. Huyu mwanamke kahaba anaitwa Babeli. Anajichagulia mume mmoja ambaye ni mnyama yule anayemchukua, lakini anamuita jina la mume wa mwanamke bikira, na huyu mumewe anamruhusu kuzini na wafalme wa dunia. Na ndio maana wanaendelea vizuri kabisa, kwa sababu mume wake anamwachia uhuru wa uzinzi. Huyu ndiye kichwa cha mwanamke kahaba. Mwanamke huyu kahaba anakuwa na kichwa chake, lakini kile kichwa anakitolea jina ya kichwa cha yule mwanamke safi. Sijui kama unanielewa. Yaani ana mume mwingine, lakini yule mume anamubandika jina la mume wa kanisa la kweli, ili watoto wake watakapokuwa wanasikia jina la baba yao wakwe na fikiri ya kwamba wako katika kanisa la kweli, kwa sababu yule ndiye mume wa kanisa la kweli. Na ndio maana watu wote wanaokuwa huko wanajua ya kwamba wao ndio wako katika kweli, kwa sababu hilo ndilo linaloitwa kanisa la kwanza. Anayekuwa kichwa cha kanisa la Kirumi ni Papa, na yeye ndiye aliyechukua sifa zote za Mungu kama Baba Mtakatifu na sifa zote za Kristo kama aliye badala ya mwana wa Mungu, au Vicarius Filii Dei. Warumi sura ya 1 mstari wa 25 inasema, kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Ndio maana Paulo aliwaandikia ni Warumi, na kule ndio matatizo iko. Wanaacha kumwabudu Mungu, wakaenda kusujudia kiumbe. Kuna jambo ambalo ni la maana sana kulielewa. Katika kitabu kinachoitwa Les Sacrements dans la vie chrétienne, kitabu cha kanisa Katoliki, ukurasa wake ni wa 115, paragrafu 115. Tafadhali page 115, paragrafu yake ni ya 2 na ya 3. Inasema ya kwamba Papa anakuwa na mamlaka kama ya Mungu, tena nafasi ya Kristo, tena kama kuhani, tena mwalimu. Kisha paragrafu ya kufuata inasema, na ana mamlaka kama mfalme, na ndio maana ana uwezo wa kuhukumu. Kama unakuwa na kile kitabu, tafuta kile kitabu, ukurasa wa 115. Les Sacrements dans la vie chrétienne, ni cha Kifaransa. Lakini pia Papa Leo wa 13, kumbukeni ya kwamba huyu anayetawala mwaka huu wa 2026 ni Papa Leo wa 14. Ni jina tu ambalo walilikamata, lakini katika mambo ya ufuatano wanafuatana na kwa jina na huyu ambaye anaitwa Papa Leo 13. Leo wa 13 alisema,
tunashikilia hapa duniani nafasi ya Mungu Mwenyezi. Nous prenons ici sur terre la place du Dieu Tout-Puissant. Haya ni masemi ya huyu papa ambaye anaitwa Leo wa 13. Paulo alisema kuwa tusidanganyike kuwa siku ya Bwana imekwisha kuja, kwa kuwa haitakuja mpaka mtu wa kuasi afunuliwe, ambaye ndiye huyu mpinga Kristo, yaani upapa. Wathesalonika wa pili sura ya 2 mstari wa 3 hadi 4 inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiunuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Unaona, Paulo anaonyesha wazi ya kwamba yule ambaye ni mwana wa uharibifu, papa wa Roma, inabidi kwanza afunuliwe kwanza yeye aliye mwana wa kuasi, mpaka yeye aliye mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, mpingamizi. Inaomba watu wote wamjue, afunuliwe kwanza, ndipo Yesu atakuja. Na katika kipindi hiki sasa yuko anafunuliwa, na wanawawinda sana wale wanaomfunua nje, wanaomweka nje, lakini ni sharti maandiko yatimie, ni lazima afunuliwe. Na baada ya kufunuliwa kwake ndipo watu watafanya uamuzi, na Yesu Kristo anakuja sasa, na anajiweka ndani ya kanisa akijiona kana, akijipatia nafasi kana kwamba yeye ndiye Mungu, na watu wanamwabudu. Tena anaketi ndani ya hekalu la Mungu, nafasi yake ya heshima kama Mungu mwenyewe. Sasa sikiliza, ni mnyama ndiye anayemuongoza huyu mwanamke, kwa sababu huyu mnyama ndiye kichwa chake, na huyu mnyama ndiye anayembeba. Huu utawala wa kipapa ndio unaomuongoza. Na huyu kahaba ambaye anakaa juu ya maji mengi, yaani juu ya watu mataifa na kabila na lugha na jamaa za ulimwengu, mnyama wake anayemuongoza ana majina ya makufuru. Aha, ana majina ya nini? Ya makufuru. Hebu tuangalie yale majina ya makufuru, kwa sababu Ufunuo 17 mstari wa 3 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, akanionyesha mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Sasa hapa tunaingia katika neno mwenye kujaa majina ya makufuru. Hebu tuangalie yale majina ya makufuru. Jina la kwanza la makufuru, anaitwa Baba Mtakatifu, ambalo ni jina la Mungu peke yake. Yohana 17 mstari wa 3 na mstari wa 11 unasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. 11, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Unaona, kumbe huyu Baba Mtakatifu, huyu papa anaitwa Baba Mtakatifu, na ile kuitwa Baba Mtakatifu ni jina pekee la Mungu. Yesu mwenyewe alipokuwa anafanya maombi katika Yohana sura ya 17, alikuwa akiwaombea wanafunzi wake kwa baba yake. Alizungumza na baba yake akamuita Baba Mtakatifu. Sasa unashangaa gisi papa anachukua hayo mamlaka. Ufunuo 15 mstari wa 3 hadi 4 inaonyesha wimbo wa wale watakaokombolewa, namna gani watakavyoimba. Nao waimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo, wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha, Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu, kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Lakini cha kushangaza ni kwamba wanasujudu mbele ya papa, na yeye ndiye wanayemuita sasa Baba Mtakatifu. Unaona, yeye ndiye wanayemuita Baba Mtakatifu, jina pekee la Mungu. Yaani
Papa ametukuka duniani, amepata umaarufu na heshima duniani kote. Angalia kitabu kinachoitwa Decretal de Translate Episcope. Ninarudia, Decretal de Translate Episcope. Ile ni jina kabisa, ndio maana inaomba kukupatia tu, inaomba ukitafute, sijui kama hii ni lugha gani, lakini tumepata neema kimetafsiriwa kwa Kiswahili. Decretale de Translate Episcope Cap inasema Papa ana mamlaka ya kubadilisha nyakati, kufuta sheria na kutupilia mbali vitu vyote, hata mafundisho ya Kristo. Mwisho wa kunukuu. Hatari hiyo. Kinasema Papa ana mamlaka ya kubadilisha nyakati. Ijapokuwa ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 2 kinasema ya kwamba ni Mungu ndiye anayebadilisha nyakati, lakini Papa anasema ana hiyo mamlaka. Tena ana mamlaka ya kufuta sheria, kufuta. Kama ilikuwa inasema usijifanyizie sanamu ya kuchonga, nitaifuta. Na ndio maana utakuta wengi hawana nayo. Tena aseme ana mamlaka ya kutupilia mbali vitu vyote, hata mafundisho ya Kristo. Ndio maana mafundisho mengi aliyoyasema Kristo kama ya hayampendezi, tupa uchafu. Huyo ni Papa. Papa anajipatia mamlaka ya kubadili hata mafundisho ya Kristo. Na Danieli alikuwa amekwisha kusema hiyo kabisa kuhusu upapa ambaye ni mpinga Kristo, kwamba ataazimu, atadiriki, atajaribu kubadili majira na sheria ya Mungu. Lakini je, kuna mwanadamu ambaye anaweza kubadili majira na sheria ya Mungu? Haiwezekani. Wafaransa walijiwekea, katika mapinduzi ya Ufaransa walijiwekea juma la siku 10, lakini hawakuchelewa wakarejea tena kwa juma la siku 7 ambalo Mungu aliliweka. Utawala wa upapa umebadili majira mengi, umebadili sheria ya Mungu sana, lakini watu wa Mungu mpaka leo wangali wanavishika, kwa sababu yeye ni papa tu, ni mavumbi matupu tu. Yeye ni mwanadamu kama mimi. Hata kama anabadili vitu vya muumbaji, vitaendelea kubaki namna vilivyo, kwa kuwa muumbaji ndiye anayevipatia mwelekeo na mfumo wa kuishi. Danieli 7:25 inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 ya wakati. Hayo yote ni makufuru dhidi ya Mungu. Sasa angalia makao ya Papa ambayo ni mji wa Vatikano, inaitwa mji mtakatifu, ambalo ni jina pekee la mji wa Mungu Yerusalemu. Hayo nayo ni makufuru. Yaani anajiita Baba Mtakatifu, na jiji lake la Vatikano nalo analiita jiji takatifu. Zekaria 8:3 inasema, Bwana asema hivi, mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu utaitwa mji wa kweli, na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Unaona? Yerusalemu ndio mji mtakatifu. Angalia Mathayo sura ya 4:5 na 6 inasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Unaona ya kwamba hata Yesu alipokuwa akijaribiwa na shetani alimpeleka katika mji mtakatifu, yaani Yerusalemu, akamuweka, akampandisha juu ya kinara cha hekalu, yaani hekalu la wapi? La Yerusalemu. Na njoo wanasema ya kwamba ni mji mtakatifu. Jambo lingine ni kwamba ambalo Mathayo aliliandika, Yesu alipofufuka, inaonekana wazi ya kwamba kuna watu wengine ambao walifufuka pamoja naye, wakaenda katika mji wa Yerusalemu ili watu waliowatambua wawajue. Mathayo 27:50 hadi 53 inasema, naye Yesu akiisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka,
miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Wakauingia mji gani? Mji mtakatifu. Ikiwa Yerusalemu ndiyo mji mtakatifu, elewa ya kwamba mji wa Yerusalemu uliojengwa upya na Nehemia, hata na hekalu lake lililotukuka, vilibomolewa mwaka la septante, yaani mwaka wa 70 après Jésus-Christ, baada ya Kristo, wakati wa kutimizwa kwa unabii wa Yesu, hapo walipowaambia wanafunzi wake ya kwamba hakuna jiwe litakalokaa juu ya jiwe lingine. Hii humaanisha kuwa huo mji Yerusalemu wa duniani hautaitwa tena mji wa Mungu, bali kuna mwingine. Sasa ule mji mwingine unaoitwa mji wa Mungu ni upi? Yesu alipoingia Yerusalemu ya duniani iliyokuwa na sifa hiyo ya kuitwa mji mtakatifu, aliulilia mji huo na akahakikisha kuwa Yerusalemu ya duniani itaachwa. Mathayo 23 mstari wa 37 hadi 39 inasema, Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni nyumba yenu mumeachiwa. Angalieni nyumba yenu mumeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Yesu anaonyesha wazi ya kwamba Yerusalemu itaachwa ukiwa, na hekalu ya Yerusalemu itaachiwa ukiwa. Tena Yesu alipokuwa na wanafunzi wake kwenye mlima wa Mizeituni, aliwaambia kuwa Yerusalemu ya duniani itabomolewa. Alipokuwa akiingia Yerusalemu wakimuimbia hosana na mitende akiwa juu ya mwana punda, alikuwa anasema, akaulilia Yerusalemu na kusema, wewe utaachiwa ukiwa. Akatoa machozi yake. Lakini hapa sasa anawaambia wanafunzi wake vizuri. Mathayo 24 mstari wa 1 hadi 2 anasema, Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Unaona? Kumbe Yerusalemu hii ya duniani itabomolewa, na kile kitakachosalia hakuna jiwe juu ya jiwe lingine. Sasa kumbe hii Yerusalemu ambayo ni bibi harusi ni ipi? Yerusalemu ambaye ni bibi harusi ni Yerusalemu mpya ambaye ni wa mbinguni. Kama vile Yesu alivyo bwana harusi wake alivyo wa mbinguni, ndivyo Yerusalemu nayo ambaye ni bibi harusi wake inabidi iwe ya mbinguni. Yesu Kristo alikuwa wa mbinguni, akaja akaishi hapa duniani, tena akaenda mbinguni. Vile vile Yerusalemu ilijengwa hapa duniani wakiangalia desturi ya mbinguni, na kisha ikatoka tena utukufu wake ukatoka katika hii ya duniani ukarudia kwa ile ya mbinguni. Waebrania 12 mstari wa 22 hadi 24 inasema, bali ninyi mumeufikia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Unaona? Kumbe kanisa la Mungu ni mkutano mkuu wa wazaliwa wa kwanza. Ndio maana nitangulia kuambia hakuna atakayeingia mbinguni ambaye ni mzaliwa wa pili. Wote watakaoenda mbinguni ni wazaliwa wa kwanza, na Yesu mwenyewe ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na Mungu muamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Na Yesu ni mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Waebrania inatuonyesha wazi ya kwamba kumbe Yerusalemu tunayemuita bibi harusi ni ule Yerusalemu wa mbinguni. Tutakapojifunza sura yake ni ya 19 ya kitabu cha Ufunuo, na sura ya 20 na sura ya 21 na ya 22, tutaona wazi ya kwamba
Yerusalemu mpya ni mji unaokaa mbinguni, na huko mbinguni mpaka sasa, na ni kule ndiko Yesu anawaandalia watu wake makao, na inabidi watu wote wanyakuliwe waende kukaa kule, kila mtu kwenye kiti chake cha enzi, wote wazaliwa wa kwanza, na Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza miongoni mwao wazaliwa wa kwanza wengi watashuka na Yerusalemu mpya. Huyo ndiye bibi harusi anayeshuka sasa, kwa sababu hawezi kuitwa tu bibi harusi na hamuna watu. Wale watu ndio wanaoifanya kwamba inaitwa bibi harusi. Angalia Waebrania 11 mstari wa 13 hadi 16, inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Wageni na wasafiri juu ya nini? Juu ya nchi. Mkimwona mtu ambaye anakuwa anapigania vyeo hapa duniani, si wa mbinguni. Mtu anayepigania mpaka wa shamba, si wa mbinguni. Mtu ambaye anakuwa anapigania wanawake hapa duniani, si wa mbinguni. Mtu anayekuwa anapigania maslahi yote ya duniani hapa si wa mbinguni. Lakini watu wa mbinguni walikuwa naishi tu duniani kama wasafiri na wapitaji, ni wageni. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi ya kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Sikiliza mstari wa 16. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Unaona, kumbe Mungu amewatengenezea mji, ndio maana haoni hata haya kuitwa Mungu wao. Ufunuo 3 mstari wa 12 nayo inatuambia hivi, kwa sababu amewatengenezea mji, angalia sasa watakaposhinda wataingia mule, ni jinsi wanavyoahidiwa. Ufunuo 3:12 inasema, yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Hii ni kauli ya Yesu Kristo. Kumbe inaonekana wazi ya kwamba bibi harusi, kanisa la kweli, mji mtakatifu, Yerusalemu mpya, makao yake ni mbinguni. Ndio maana itabidi Yesu aje kuchukua wale ambao ni kanisa lake, na Yesu hata kanyanga duniani, bali wao ndio watavutwa na kumkuta angani, na anarudi pamoja nao mpaka angani, mpaka mbinguni. Atatembea nao muda wa siku 7 angani, mpaka atakapowaingiza katika Yerusalemu mpya, kila mmoja akipita katika mlango wake, kwa sababu ni milango 12. Na watakapoingia katika Yerusalemu mpya, hapo sasa wanakaa humo muda wa miaka 1000, na baada ya miaka 1000 ndipo watashuka. Mji mzima unashuka. Mji utashuka na watu wako ndani, unakuja kukaa hapa duniani mbi. Na hapo sasa ndipo waovu watakapoanza ona kile tutakachokiona katika Ufunuo sura ya 20. Sasa Papa anayekaa Vatikano na kupaita jiji takatifu, ijapokuwa si jiji la mbinguni, anamkufuru Mungu. Kristo anaongoza mbingu na dunia kama muumbaji na mwokozi, lakini akikaa mbinguni. Na mnyama analiongoza kanisa Katholiki na maraisi wote wa duniani hapa duniani kama Papa, tena kama rais wa Vatikano, na ana mamlaka ya kisiasa na ile ya kidini pia. Ndio maana anapoita Vatikano kwamba ni jiji takatifu, anakuwa akimtukana Mungu. Hebu tuangalie sasa kile kinachofuata katika sehemu inayokuwa mbele yetu. Tuone kichwa cha binti za kahaba huyu. Hapa kunakuwa kasheshe. Sehemu hii tunayotaka kuingilia, kasheshe tena kasheshe. Hebu jiandae na minofu yote na mifupa yote katika sehemu hii tunayoenda kuingilia sasa.
Mungu akubariki sana.